vitu vya kijinga jinga namna hii. Alafu wengine wasema sasa waziri mkuu mbona anaanza kuwa mkali? Unataka niwaimbie pambio hao? Nilikuwa nakuja kuwafukuza leo. Hizi ni nondo za habari kutoka hapa Mgongo TV, na anayekuletea habari hizi ni mimi Olivia Moses. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza baadhi ya watumishi wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kukatwa fedha kwenye mishahara yao ili kufidia hasara iliyotokana na uzembe uliosababisha mifuko 1262 ya saruji kuganda. Hatua hiyo inawahusu watumishi waliokuwa na jukumu la kusimamia ujenzi wa chuo cha ufundi stadi VETA wilayani Handeni mkoani Tanga, ambapo saruji hiyo ilikuwa itumike kama malighafi katika mradi wa ujenzi uliopangwa kutekelezwa katika eneo hilo. Akizungumza na wananchi wa Handeni siku ya kwanza ya ziara yake ya kikazi mkoani Tanga, waziri mkuu ameeleza kutoridhishwa kwake na usimamizi wa mradi huo, akibainisha kuwa wananchi wamekuwa wakisubiri kwa muda mrefu kukamilika kwa ujenzi wa VETA, huku watumishi wanaohusika wakiendelea kulipwa mishahara bila kutekeleza wajibu wao ipasavyo. Amesisitiza kuwa serikali haiwezi kuvumilia uzembe wa aina hiyo, akifafanua kuwa awali alidhani changamoto hiyo inawahusu watumishi wa halmashauri na kusema angewachukulia hatua papo hapo, lakini imebainika kuwa usimamizi wa mradi huo uko chini ya wizara husika. Nimeifuatilia vizuri taarifa ya Handeni, nikakuta katika baadhi ya maeneo kwenye miradi yetu tuna matatizo. Tulikuwa na ujenzi wa chuo cha VETA, wilaya ya Handeni. Ikaletwa simenti kwa ajili ya ujenzi, kwamba mama anahangaika huko kutafuta fedha imepatikana. Ikaletwa simenti kwa ajili ya kujenga VETA, vijana wa Handeni wakapate mafunzo, waajiriwe, vijana wa Handeni wapate mafunzo, wajiajiri. Hawa wataalamu wetu wako ofisini kila siku, wakaacha mifuko ya simenti 1262 ikaganda. Mifuko 1262 ikaganda, imeganda. Wanahandeni wanasubiri VETA, waliotumwa kujenga wamegandisha mifuko. Wanataka mama ahangaike kutafuta fedha nyingine, hii wamegandisha. Na kila siku wako ofisini, kila mwezi wanalipwa mishahara kwa kodi zenu mnaosubiri jengo la VETA. Huu uzembe ndio tunaosema hatuwezi kuvumilia. Nilikuja nikijua ni watumishi wa halmashauri, nilikuwa nakuja kuwafukuza leo. Nimeambiwa kumbe hili linasimamiwa toka wizarani. Mkurugenzi na timu yako mna bahati, mmepona. Na mwelekeza katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, hawa watu waliogandisha simenti hawa wachukuliwe hatua. Na hii simenti iliyoganda hii wasimsumbue rais kutafuta fedha yake, wakatwe kwenye mishahara yao. Hii simenti irudishwe hapa Handeni. Huu uzembe wa aina hii, nani angeweza kugandisha mifuko 1262 angekuwa anajenga nyumba yake ya nyumbani? Nani angegandisha? Nani angegandisha mifuko hii angekuwa anajenga nyumbani kwao? Hizi fedha watu wanajibana kulipa kodi. Watanzania nao wajua, hawalipi kwa ziada, wanajibana wapate chuo cha VETA, wanajibana wapate hospitali. Hawa tulio wasomesha kwa kodi zetu, wanalipwa mishahara kwa kodi zetu, wanaacha mifuko ya simenti inaganda.
nataka kuona hatua zikichukuliwa. Na kamanda, kabla hujaiona simenti hapa ikiwa imerudi, usifunge hili jalada mpaka hii mifuko irudi na jengo hili likamilike. Mkuu wa mkoa na waziri wa TAMISEMI, wasilianeni na katibu mkuu, hawa watu wakatwe fedha hizi, mifuko hii ije hapa na tupate orodha ya wahusika wote waliofanya uzembe wa aina hii. Tulikuwa na ujenzi wa jengo la mama na mtoto kwenye kituo chetu cha afya cha Sindeni. Si mnakijua? Ujenzi wa jengo la mama na mtoto kituo cha afya cha Sindeni. Katika ujenzi ule milango 34 iliyowekwa iko chini ya kiwango. Mazoea, watu wanaenda wanabandika bandika, wanaondoka. Wamebandika tu. Kamanda wa TAKUKURU, nenda kafuatilie hili, hakikisha wote waliohusika wanachukuliwa hatua zinazostahili. Na kama mtagundua wameweka milango ya chini ya kiwango ili waibe fedha, hatua za kisheria zichukuliwe. Ndio mkuu wa mkoa wafuatilie hao wahusika wote. Kama wamefanya makusudi, ikigundulika wameweka milango hii ya chini ya kiwango ili waibe fedha ya serikali, hatua za kisheria zichukuliwe kwa wote waliohusika. Hatuwezi tukawa fedha inatoka takriban milioni 300 alafu tuone watu wanaweka milango ya ovyo hivi, baada ya miezi 2-3 tuone milango inadondoka. Na nipate orodha ya wale waliohusika. Uchunguzi ukikamilika nipate taarifa ya kitu gani kimefanyika kwenye hili. Na watakapogundulika ni makusudi, wale waliofanya uzembe, hatua za kinidhamu zichukuliwe. Wala msiwahamishe. Mkigundua pana uzembe, fukuza. Hatuna upungufu wa watu kufanya kazi kwenye nchi hii. Hakuna kuwapa wananchi mzigo wa kuanza kulipa mishahara. Wazembe wako kwenye deski wamepaki hapo. Sasa watu wanafanya vitu vya kijinga namna hii, afu wengine wanasema sasa waziri mkuu mbona anaanza kuwa mkali. Unataka niwaimbie pambio hao wajinga wa aina hii? Na nitafuatilia nione hatua hizo zimechukuliwa. Kwa wingi wa habari hizi na nyingine nyingi, tembelea hapa Kimgongo TV. Mpaka wakati mwingine, asante. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kimgongo Hardware. Tunapatikana Dodoma, karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kimgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kimgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kimgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.